Yes, mambo vipi mtu wangu, karibu tena katika channel yako ya habari za michezo na burudani. Kama huja subscribe channel hii, utakuwa unapitwa na taarifa nyingi sana. Kwa sasa tunaelekea katika dirisha kubwa la usajili, hivyo usajili wote wa Simba, usajili wote wa Yanga utaupata hapa katika channel yako hii ya habari za michezo na burudani. Na ndio maana nakwambia gusa tu neno subscribe. Ukisha subscribe, kila taarifa ya usajili wa Simba, usajili wa Yanga wote utaupata dirisha kubwa la usajili. Kama tulivyofanya dirisha dogo na dirisha kubwa, pia tutakuletea usajili wote wa Simba na Yanga. Cha kufanya wewe ni kugusa tu subscribe, alafu mkao wa kula kila taarifa, utakuwa wa kwanza kuipata taarifa hiyo katika simu yako ya mkononi. Hivyo subscribe kwa sasa ili uwe mwanafamilia wa channel hii. Bana, taarifa ambayo ninayo hapa mezani kutoka ndani ya klabu ya Simba, kwa wewe ambaye umesha subscribe utakuwa unazipata kwa mtiririko mzuri. Wewe ambaye bado hujasubscribe, subscribe kwa sasa, ili ukiwasha tu data notification ya channel yako hii itakujia moja kwa moja katika simu yako ya mkononi. Bana, taarifa ambazo zipo ndani ya klabu ya Simba ni kwamba Simba wapo katika hatua za mwisho kukamilisha saini ya mlinzi wa kati kutoka TP Mazembe ya Kongo. Huyu ni Madau Zone ambaye alikuwa ni MVP wa nusu ya msimu wa chini na ikimalizika huenda wa ligi ya Kongo. Anaitwa Madau Zone. Huyu ni kiunzi wa saini yake katika dirisha kubwa la usajili kwa ajili ya kumsaini Madau Zone ambaye ni beki wa kati ama mlinzi wa kati. Simba wataachana na baadhi ya wachezaji akiwepo Alassane Kante, pia anatazamiwa kuondoka ndani ya klabu hiyo mwishoni mwa msimu huu. Pia kuna Nabi Kamara pia. Kwa hiyo Madau Zone MVP wa ligi ya Kongo atakuja kuchukua nafasi ya wawili hao, Kante pamoja na Nabi Kamara mmoja wapo. Kwa upande wa golikipa, Simba wanamuinda golikipa wa timu ya taifa ya Nigeria, Stanley Nwabi, ambaye tulimuona akifanya makubwa kunako michuano ya CHAN. Hivyo Simba wanaiwinda na sana kwa ajili ya kuwa mbadala wa Musa Pimpin Kamara ambao Simba wameachana naye. Sambamba na hayo pia Simba wanawinda pia saini ya kipa wa timu ya taifa ya Zambia, Lawrence Mulenga katika dirisha kubwa la usajili. Hivyo Stanley Nwabali pamoja na Mulenga wote hawa watasainiwa katika dirisha kubwa la usajili. Simba wanataka wamalize kabisa eneo la goalkeeping, na ndio maana wametua kwa kipa wa Nigeria Stanley Nwabi pamoja na kipa wa timu taifa ya Zambia Lawrence Mulenga katika dirisha kubwa la usajili. Sambamba na hayo, MVP wa ligi ya Kongo Madau Zone naye pia anahusishwa kujiunga na klabu ya Simba katika dirisha kubwa la usajili mwishoni mwa msimu huu. Cha kufanya, gusa tu neno subscribe, alafu mkao wa kula kila taarifa ambayo sisi tutadondosha humu ndani, basi wewe utakuwa wa kwanza kuzipata taarifa hizo, kwa sababu tu utakuwa umegusa neno subscribe. Subscribe kwa sasa, ili kila taarifa ambayo sisi tutadondosha humu ndani, basi wewe utakuwa wa kwanza kuzipata taarifa hizo. Leo tulikuletea taarifa kutoka ndani ya klabu ya Simba. Simba wanamuinda beki wakati kutoka TP Mazembe, na huu si mwingine ni Madau Zone. Huyu ndio MVP wa nusu wa msimu na huenda kawa MVP wa msimu mzima wa ligi ya Kongo. Atakuja kuongoza eneo la kiungo ya kati, ambapo Simba wataachana na Alassane Kante ama Nabi Kamara katika eneo hilo. Hivyo Madau Zone atazama kuja kuchukua nafasi hiyo kama beki wa kati ndani ya mitaa ya Msimbazi. Sambamba na hayo, Simba wanamwania pia Stanley Nwabi, kipa namba 1 wa timu ya taifa ya Nigeria, pamoja na Lawrence Mulenga wa timu ya taifa ya Zambia. Stanley Nwabi na Lawrence Mulenga wote hawa wanatajwa kutua ndani ya klabu ya Simba katika dirisha kubwa la usajili. Mimi na wewe cha kufanya ni kugusa tu neno subscribe, alafu kukaa mkao wa kula kila taarifa ambao sisi
tudondosha humu ndani, basi wewe utakuwa wa kwanza kuzipata taarifa hizo. Leo tukuletea taarifa hii hapa. MVP wa ligi ya Kongo Madu Zone anatajika ndani ya klabu ya Simba katika dirisha kubwa la usajili. Huyu ni beki wa kati, lakini Stanley Nwabali kipa wa Nigeria pamoja na Lawrence Mulenga kipa wa Zambia wa timu taifa ya Zambia, wote hawa pia wanahusishwa na kujiunga na klabu ya Simba katika dirisha kubwa la usajili. Kama tulivyofanya dirisha dogo la usajili, ndivyo hivyo pia tutafanya katika dirisha kubwa la usajili, kuona kwamba tunakuletea usajili wote wa Simba, usajili wote wa Yanga katika dirisha hili kubwa la usajili. Wewe cha kufanya ni kugusa tu neno subscribe, alafu kaa mkao wa kula kila taarifa. Yes, hizo ndio taarifa ambazo tumeona tukupenyezee wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yako hii ya habari za michezo na burudani. Usisahau kusubscribe tu baada ya kuangalia taarifa hii ambayo tutakuwekea hapa katika channel yako hii ya habari za michezo na burudani. MVP wa ligi ya Kongo Madu Zone anahitajika ndani ya klabu ya Simba. Huyu ni beki wa kati ambao taarifa zinasema kwamba atakuja kuchukua nafasi ya Nabi Kamara ama Alassane Kante ndani ya klabu ya Simba katika dirisha kubwa la usajili. Sambamba na hayo, Simba umempata mrithi wa Kamara ambaye ni Stanley Nwabi. Huyu ni golikipa namba 1 wa timu taifa ya Nigeria, lakini pia Simba unamwangalia pia Lawrence Mulenga wa timu taifa ya Zambia. Golikipa huyu endapo mmoja wapo atakosekana, basi Stanley Nwabi ama Lawrence Mulenga atakuwa kipa namba 1 wa klabu ya Simba msimu ujao.